Baba yetu wa mbinguni na Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza, akubariki, akujaze neema tena katika wakati huu unapopokea neno lake takatifu. Haleluya, atukuzwe milele yeye atuponyaye na atupendaye. Bwana Yesu akujalie nguvu na uwezo tena, akuvute katika uweza wake na katika nguvu zake. Ayaguse tena maisha yako, yaendelee kujaa amani, furaha na baraka katika jina la Yesu Kristo. Inua mkono wako juu, uombe pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba fadhili zako, ninaomba rehema zako, ninaomba uweza wako, ninaomba ufunuo kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya siku hii, kwa ajili ya mwaka huu, kwa ajili ya nyakati hizi. Baba, tunaomba tufunulie, tuweze kuona, tuweze kujua, tuweze kusikia sawa sawa na mapenzi yako. Baba mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa rehema, sante kwa rehema zako nyingi na kwa fadhili zako nyingi. Mkono wako ukatende na mapenzi yako yakatimizwe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa rehema zako, Mungu uliye karibu, utuponyaye na utupendaye katika jina la Yesu. Baba, ninazivunja na kuziangusha zile kazi na ile mipango yote na makusudi yote ya ufalme wa adui, yasikae yasiweze. Asante kwa ajili ya pendo lako, Mungu mwenye pendo kuu. Baba, tujalie neema na nguvu. Damu ya Yesu inene mema kwa ardhi yetu, kwa nchi yetu, kwa taifa letu, kwa kanisa. Damu yako Yesu ikatakase na kumiliki. Twakuomba Baba, tuoshe, damu yako itunene mema, kinyume cha mauti, kinyume cha hasara na uharibifu. Damu yako ikalipe madeni yote, mashitaka yote. Kwako Bwana tumekimbilia, kwako tuna uzima na ushindi. Amen. Mungu akubariki. Karibu pokea ujumbe, neno la Mungu ambalo ni chakula cha roho kinachotushibisha na kutujalia nguvu na uwezo wa kuweza kutembea na kukaa katika mapenzi ya Baba Mungu aliye mwenye nguvu na mwenye uweza. Haleluya sana milele. Tuone maneno ya Bwana Yesu Kristo, tuone neno lake Mungu Mwokozi anavyofundisha ulimwengu. Mathayo sura ile ya 13, Mathayo 13, nitaanzia mstari wa 51 mpaka ule wa 58. Ujumbe ulioko hapa ni kwamba imani ndogo inasababisha Yesu asifanye miujiza ya kutosha. Imani ndogo husababisha Yesu asifanye miujiza ya kutosheleza katika maisha yetu. Ujumbe huu una jambo zuri hapa. Nianze kusoma maandiko matakatifu. Yesu aliwauliza, mmeyafahamu hayo yote? Wakamwambia, naam. Akawaambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mama yake si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simon na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hapa kuna mambo mawili. Moja ni hilo, hakufanya miujiza mingi kwa sababu ya kutokuamini kwao.
Lakini jambo lingine lililoko hapa ni kwamba ni kudharauliwa kwa unabii, ni kupuuzwa kwa unabii. Maana yake inapaswa watu kuchukulia sana jambo hili kwa uzito, kuamini manabii na hasa wale wa nyumbani, manabii na hasa wale walio nyumbani. Tusiache kuamini wale watumishi wa Mungu wanaoleta unabii wa Mungu. Najua kuna unabii wa uongo, kuna utumishi wa uongo. Kama kuna manabii wa uongo, basi pia kuna wachungaji na maaskofu wa uongo pia. Tusisimamie tu kusema manabii wa uongo, huku tukisahau kwamba nabii, yule tunasema nabii ni mtumishi wa Mungu. Ambako ndiko huko kuna waongo na wakweli, lakini vile vile katika watumishi wengine wako pia walio wa uongo. Basi tusisimamie sana hapo tukakosa kitu cha Mungu ambacho nyakati hizi anakiachia. Na Mungu alisema atamwaga roho wake kwa vijana, roho ya unabii, ataachilia unabii kwa nyakati hizi. Basi tuwe makini na jambo hili. Yesu anawaambia, mmefahamu hayo yote niliyokuwa mmeyasikia nikisema. Kuna habari nyingi zilikuwa zimeendelea hapo. Sura ya 13 anaeleza juu ya ufalme wa Mungu umefanana na juu ya anaeleza juu ya mifano mingi. Katika sura ya 13 ameeleza mifano mingi sana. Habari ya mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu. Anaeleza mifano mingi hapo, na akawauliza sasa katika mifano hiyo, katika mafundisho hayo, anawaambia, je, mmeyafahamu hayo yote? Wakamwambia naam. Akasema, basi kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni, kila mwandishi mwenye ufalme, kila mwandishi mwenye ufalme, mwenye elimu ya ufalme, mwenye elimu ya ufalme, huyu anasema anafananishwa na mtu mwenye vitu vipya na vya kale. Ana hazina nzuri ambayo kwake yanatoka mambo mazuri mapya na mambo pia mazuri ya kale. Unajua kuna mambo ya zamani mazuri, kuna mambo ya zamani mabaya, na hata kuna mambo ya mapya ya sasa ni mabaya. Kwa hiyo jihadhari kujua kwamba ndani ya moyo wako ambao ndio hazina yenyewe, hiyo hazina yako imejaa mambo ya zamani mazuri au ni mabaya. Kama ni mabaya, katika Isaya tunaambiwa tuyasahau yaliyopita, tuyasahau mambo ya kale, tusiyakumbuke mambo ya kale. Na mambo mapya pia yanaweza yakawepo mambo mapya mazuri na mabaya. Kwa hiyo tuwe makini, tusije tukachukua mambo mapya mabaya au mambo ya zamani mabaya, ila mambo ya zamani mazuri na mapya mazuri. Tutembee katika uzuri huo wa Bwana kwa jina la Yesu. Akaendelea sasa mstari wa 53. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi. Kwa hiyo ni mafundisho ya Yesu katika sinagogi, na watu wa sinagogi kwenye sinagogi kunakuwa na makuhani, waandishi, kuna kuwepo na watu wanaojua sheria, watu wa taratibu za kidini, watu walioshikamana na dini wako kwenye masinagogi. Walipingana naye kwa muda mrefu, walikuwa katika mzozo na kutokumuelewa. Unaona kilichoendelea hapa. Katika kufundisha huko wakamsikiliza, wakasikiliza hekima na maarifa na miujiza inayotendeka, wakasikia jinsi anavyoongea maneno ya ajabu ambayo naona walikuwa hawajawahi kuyasikia. Wakasikia vitu vizito sana, mafundisho ya kipekee, unabii anaotoa, kama ambavyo leo niseme kunawezekana kuna manabii wanatoa mambo mazito mazuri na watu wanabaki, wanaweza kushangaa. Lakini kilichoendelea nini kwanza kabla sijaenda huko? Anasema na alipofika wakasema, mstari wa 55, huyu si mwana wa seremala? Mama yake si anaitwa Mariamu? Ndugu zake si Yakobo, kina Yusufu, kina Simoni, kina Yuda? Huyu si tumemuona? Huyu wazazi wake si tunawaona? Mbona mzazi wake ni mtu wa kawaida sana, tena ni seremala tu wa kawaida? Mbona ni mtu wa kawaida kabisa? Mbona huyu tunaona na mambo makubwa? Sasa sijui shida yao ni nini, kwamba hii ndio shida ya mwanadamu. Mahali pengine tunafika tunapotea. Badala ya kupokea alichokibeba, wanachunguza mazingira ya nje, kwamba yukoje, wazazi wakoje, ndugu zake wakoje, tumeona kwa macho yetu jinsi walivyo.
hayo hayawezi kutusaidia. Kinachoweza kutusaidia ni kupokea, ni kuona, ni kufahamu. Ndio sababu mwanzo anaanza mmefahamu hayo, ufahamu wa rohoni, wa kufahamu nyakati na majira, kwamba hiki kilichokuja sasa ni nini. Kama sasa hivi kwenye taifa letu la Tanzania, nini kimetupata hii? Paka dunia yote imeanza kushangaa. Nini Tanzania imekuwa tena? Tanzania vipi tena jamani? Sasa hapo unatakiwa ufahamu wa rohoni, kwa sababu sasa hivi tunatakiwa tuwe makini mno, tuchangamke, watu wa rohoni, twende kiroho zaidi na zaidi, tusimame imara zaidi kwa habari ya yale yaliyotokea Tanzania kwa sasa. Na hivyo wanasema huyu mbona ni mtu wa kawaida, wazazi wake ni watu wa kawaida kabisa, tena maisha yao ya kawaida kabisa. Kwa hiyo mwanadamu anataka aone kama wazazi wake wangekuwa ni matajiri, watu wenye heshima na majina makubwa, hapo ndipo wangeanza kuwasikia. Hii ndio inatupoteza, na hii ndio inasababisha tunaacha kuthamini utumishi wa watumishi wenzetu, au watumishi wa taifa walioko kwenye taifa lile, au niseme watumishi wa nyumbani, manabii ambao Mungu anawatumia kabisa. Lakini kwa sababu tunaona huyu si tumeona siku zote hapa, huyu si tunamsikilizaga siku zote, huyu si tunajua nyumbani kwake maisha yake kwanza alikuwa hivi, alikuwa maisha yake magumu. Sasa watu wengi wameacha kuamini unabii, wakifikiri unabii sasa haupo. Sisi ni watoto wa kinabii, tumezaliwa kutoka kwa manabii, na unabii unatoka kwa Mungu, hautoki kwa mwanadamu. Hiki ni kipawa, niseme ni karama, hii ni huduma inayotoka kwa Mungu mwenyewe. Na niseme shetani ameingia kila mahali. Kwa hiyo tusiangalie tu tukaseme mahali pamoja, alafu tukashindwa kuchukua ale ambacho Mungu anasema na sisi. Ni hatari. Hawa hawakuamini, na imani yao ilikuwa dhaifu, ndogo. Wanasema si mtu wa kawaida, si vile na vile. Mstari wa 56, na maumbo yake wote hawapo hapa petu, basi huyu amepata wapi haya yote? Yaani kwa hiyo maanake wanaona hakustahili kuwa nayo. Ni kama kwamba wanamuona amebeba kitu kikubwa, amebeba miujiza mikubwa, amebeba nguvu ambazo, au hekima na maarifa ambayo kulingana na walivyo ndugu zake yeye astahili kuwa nayo. Sasa sijui mwanadamu anapata wapi kipimo cha namna hii. Hicho kipimo hakifai. Usipime kwa macho, usiangalie kikawaida kibinadamu, angalia kiroho zaidi, tafakari kiroho zaidi. Mazingira tulio nayo sasa, hali tulio nayo sasa, utumishi mahali pengine sasa hivi watumishi wanafika mahali wanauawa, wanakanyagwa, wanakimbizwa, wanapuuzwa, hawasikilizwi. Mungu anasema kupitia mwanadamu, kama ambavyo shetani anaifanya kazi yake sasa hivi, anaifanya kupitia mwanadamu. Shetani anapitia mgongo wa mwanadamu, anaingia kwa mwanadamu ambaye hana Yesu, anamtumia kufanya kazi zake na kukusudia kuharibu kanisa, kuharibu unabii, kuharibu kile ambacho Mungu amekiachilia. Tuwe makini, tusije tukaanza kumwangalia mwinjilisti Mbise, sijui mtumishi nani. Pokea kile ambacho anakileta, na unaona kabisa hiki kweli kina ukweli. Sikiliza neno la Mungu ambalo analeta. Haijalishi ni mtoto mdogo, haijalishi ni mtu mchafu, haijalishi ni mtu ikoje, wewe sikia kile anachokileta. Ni cha Mungu. Kama ni cha Mungu, pokea, tetemeka. Sababu Biblia inasema, maandiko yanasema, Mungu anasema ninawamwangalia mtu huyu anayetetemeka anapolisikia neno langu. Je, wewe unatetemeka unapolisikia neno la Mungu? Unalipokea kwa hofu, yaani hofu ya kimungu, na kuliingiza ndani ya maisha yako? Haleluya. Lipokee na kulitetemekea, kwa sababu ni neno lililo hai, linatenda, ni la Mungu. Mungu ni Mungu mwenyewe ambaye anasema nasi katika neno lake. Wakasema huyu si mtu wa kawaida tu. Mbona tunaona wazazi wake nyumba maskini, mbona wazazi wake watu wa kawaida, mbona na ndugu zake tunaona kina Mariamu hapa, mbona kina Yakobo tunaona ndugu zake tuko nao hapa, mbona tuko nao? Sijui walitaka wakae juu ya anga au ndugu zake, sijui walitaka waone wanatembea juu angani ya wakanyagi chini. Mungu anaweza kumtumia hata kichaa.
mtu anayeokota makopo barabarani, Mungu anaweza akamtumia kuokoa taifa, kuokoa mtu, kukuokoa wewe na mimi. Anaweza kumtumia kichaa kabisa. Anaweza akamtumia mtu ambaye wala hajaokoka. Mungu anaweza akamtumia. Simaanishi Mungu anafurahishwa na mtu aishi katika maisha hayo, katika mazingira hayo mabaya. Kwa hiyo Mungu lakini Mungu anaweza akapitia kwake, kwa sababu yeye ni Mungu, anafanya apendavyo. Sasa kuwa na imani ya mashaka itasababisha Yesu asitende mambo toshelevu au miujiza ya toshelevu au mibaraka ya kutosha kwenye maisha yetu au kwenye maisha yako, ikiwa tuna imani ya kupapasa. Imani ya kupapasa inasababisha Yesu asifanye kilicho kikubwa. Anasema pale, kwanza niendelee pale mstari wa 57. Wakachukizwa naye. Eti wakachukizwa, yani wakakasirika. Haya ni maajabu. Wakakasirika. Ni kwa sababu hawakuwa watu wa rohoni. Kama walikuwa wanatembea rohoni na ni watu wa rohoni, wangesikia, wangeelewa, wangeona, wangeshangilia, wangemkumbatia, wangemng'ang'ania, kwa sababu wamewaletea miujiza na hekima ya ajabu ambayo hawajawahi kuisikia, hawajawahi kuiona. Wameokutana na mtu wa kipekee ambaye anawaletea mambo ya kipekee, kama ambavyo sasa hivi Tanzania kuna watumishi wa kipekee sana, wanapewa na Mungu mambo ya kipekee, wanapewa na Mungu na wanasema na yanakuja kutokea. Mambo yanayotokea sasa hivi Tanzania, watumishi, manabii walishasema, lakini tulipuuza. Walisema miaka iliyopita, walisema mwaka jana, na hata mwanzoni mwa mwaka huu wengine walisema mambo haya yametokea. Manabii wapo, mitume wa kweli wapo, watumishi wa kweli wapo. Na kama tunakataa hakuna unabii wa kweli, basi hakuna wainjilisti, hakuna wachungaji. Yaani ukikataa unabii maana yake unakataa utumishi. Kwa sababu Mungu, naweza ngasema Mungu ndiye nabii, au yeye ndio mleta unabii. Ndiye aliyeweka manabii. Hiyo ni karama, hiyo ni roho. Unabii ni roho. Utumishi wote ni roho. Hata hii Biblia ni roho. Hii ni roho. Yesu anasema maneno haya, anasema katika Yohana, maneno haya ni roho tena ni uzima. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Sasa Yesu maneno aliyokuwa anasema ni roho ni uzima. Hawa kwa sababu hawapo rohoni, wanakwenda kidini, hawakuelewa, hawakupokea. Mpendwa, jitahidi sana. Usio unakwenda kwa jinsi ya mwili, nenda kwa jinsi ya roho. Katika kusikiliza, katika kufanya ibada, katika kusoma Biblia. Unaponisikiliza sasa, nisikilize katika roho, na Bwana atafanya kwako. Kuna mahali umekuwa na imani ya kupapasa, ndio sababu umepokea vichache, au ndio sababu hujafikia lengo, au hujafanikiwa, au umezidi kuzunguka tu hapo hapo. Ni kwa sababu inawezekana imani ilikuwa ya kupapasa, au umesikia alilosema mtumishi wa Mungu, haujalichukua na kulipokea ukaliingiza ndani. Kumbe ndio Mungu alikuwa anasema na wewe hapo. Hawa walikuwa na Mungu, lakini wakamwona binadamu wa kawaida, wakamwona mtu tu wa kawaida, kwa sababu alikuwa amevaa binadamu, wakamchukulia kawaida. Ila kilichokuwa kinatoka ndani ndicho kilipaswa wakiamini, wakisikilize, wakitafakari kwa upana zaidi, kwa sababu hicho ndo roho, ndo Mungu. Usiangalie kwa sura ya nje, angalia kwa sura ya ndani kwanza. Haleluya, haleluya. Wakakachukizwa, wakakasirika. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima, kupata heshima. Maana yake ni kwamba nabii anatakiwa apate heshima. Nabii anapaswa kupata heshima. Yaani mtumishi wa Mungu, unajua namsema ni mtumishi wa Mungu, mpe heshima. Mpokee kwa kutetemeka. Na Mungu amesema wagusee watumishi wangu, ameigusa mboni ya jicho langu. Sasa kuna watu kwa sababu ya utajiri wao, kwa sababu ya fedha zao, kwa sababu ya kiburi chao, wanawafanyia watumishi ovyo ovyo, hawaogopi, wanafanya wanavyotaka. Yesu anasema nabii apate heshima. Awagusee watumishi wangu, amegusa mboni ya jicho la Mungu. Ukimgusa mtumishi wa Bwana, basi hasira za Mungu zitawaka. Kipigo kitakuja. Ni hatari, usifanye hivyo. Anasema wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hakufanya miujiza mingi. Tuelewe vizuri hapa. Wala hakufanya miujiza mingi huko. Kwa hiyo maana yake angefanya miujiza mingi zaidi. Kwa kuna aliyoifanya lakini sio mingi. Kuna ambayo aliifanya lakini sio mingi. Maana yake alifanya kwa uchache. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuamini kwao.
kule kutokuamini kwao kulisababisha Yesu asitende kwa upana, kwa utoshelevu. Kwa hiyo Mungu anaweza akatupa vichache visivyotimiza au visivyotimia kwa sababu ya udhaifu wa imani yetu, kwa sababu ya kutokuamini kwetu. Tuendelee kuwa watu wa kuamini sana, na Mungu yupo kabisa kwenye dunia hii, kwenye Tanzania yupo, anatembea na sisi. Mungu yupo katikati yetu, si kwamba haoni wala si kwamba hajaweza. Anaweza yote, anaona yote. Mungu yupo katikati yetu, Mungu yupo, tumwamini. Manabii wake wapo. Mungu anasema nasi kupitia wanadamu. Na sasa hivi watu wengine wanaamini uongo zaidi kuliko ukweli. Tafuta ukweli zaidi, usidanganyike, angalia usio kapotea. Haleluya, haleluya. Kutokuamini kwako kutasababisha Yesu ashindwe kufanya. Kutokuamini kwako kutasababisha Yesu ashindwe kufanya. Chukua hilo kwamba kutokuamini kwangu, yani jisemee kwamba kutokuamini kwangu au kuamini kwangu kwa udhaifu kutasababisha Yesu afanye kidhaifu au asifanye kabisa, kwa sababu anaangalia na kile anachotaka kukileta, anakileta mahali kitaweza kushikiliwa, kutunzwa na kitazaa, kwa sababu Mungu wakati wote anataka aone tunazaa, anataka aone ndani yetu tunazaa. Kila anachotupa kinaleta faida, kinaleta baraka, hakibaki tu vile vile, anataka aone kimezalisha. Haleluya. Basi usiwe asiamini, ongezeka katika kuamini, na endelea kuheshimu watumishi wa Mungu. Endelea kusikiliza kwa makini na kutetemeka kile wanakileta ambacho ni cha Mungu, kipokee. Usiwatazame watumishi wa Mungu kwa sura ya nje. Usitazame hali yake kwamba hana hata baskeli, hana hata chochote, hana fedha, sijui na kile na kile. Angalia, sikia, pokea kile anachokileta ambacho unaona kabisa kina ukweli, ni cha Mungu, kina nguvu, kina hekima, kina maarifa ya Mungu. Hekima ya Mungu, sio hekima ya dunia. Kina hekima ya Mungu, kina maarifa ya Mungu, kina miujiza ya Mungu. Kipokee kwa moyo wa shukrani, kwa kutetemeka, alafu mwambie Yesu nisaidie. Bwana akubariki. Sema amen. Inua mkono wako juu, sema Bwana nisamehe, ni rehemu, kwa sababu sikusikiliza, kwa sababu sikufuata yale maagizo ya watumishi wako uliowapa. Naomba unisamehe pale nilipokosea, pale nilipopuuza watumishi wako. Naomba unisamehe Bwana Yesu pale nilipopuuza manabii, pale nilipopuuza ujumbe uliouleta, pale nilipoacha kutii, pale nilipoamini kidhaifu. Sema Bwana Yesu, sasa nahitaji kuchukua hatua mpya. Sasa nitaamini kwa viwango vya juu. Naomba niongezee imani. Sema tena, naomba niongezee imani. Bwana Yesu, naomba niongezee imani. Bwana Yesu, naomba niongezee imani. Bwana Yesu, naomba nitie nguvu mpya ya kuendelea kukusikia na kusikia watumishi wako. Bwana Yesu, naomba niendelee kujua mapenzi yako. Niongoze kwa Roho wako, nishibishe kwa wema wako, nifunulie macho yangu na masikio yangu, nipate kusikia sauti yako. Nijaze na neema na nguvu zako kila saa na kila wakati. Ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Mwokozi. Nguvu zangu na kimbilio langu siku zote za maisha yangu. Bwana nisaidie, Bwana nirehemu, Bwana niwezeshe kwa uweza wako, kwa jina la Yesu. Asante Mwokozi, niongoze katika njia yako, niongoze siku zote. Roho Mtakatifu nijaze tena, niongoze wewe, nifunulie nipate kuona, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Weka mkono kwenye kifua chako. Ninakuombea kwamba kwa jina la Yesu sasa, kama kuna udhaifu ndani yako utoke, kama kuna nguvu za giza zitoke, kama kuna roho za giza zitoke, kama kuna roho ya chuki itoke ndani yako, kama kuna roho ya kudharau itoke, kama kuna roho ya kupuuza neno itoke, kama kuna nguvu ya roho ya adui ya kupuuza watumishi wa Mungu ikutoke, kama kuna ugonjwa ukutoke, kama kuna udhaifu wa namna yote kiroho na kimwili ukutoke kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninaamuru sasa kwa jina la Yesu, nguvu zozote za giza kimbia, toka, achia mwili, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Ninazikemea hizo roho za giza na namna na nguvu zozote za ufalme wa adui katika jina la Yesu. Baba, asante kwa uweza wako.
ninaomba uponyaji uingie kwake, amani ingie kwa mtu huyu, furaha na uweza utokao juu umjaze sasa, umsaidie atembee katika uweza wa nguvu zako. Nazivunja nira, navunja kaza adui zilizoinuka juu ya huyu mtu. Ninaikemea ile mipango ya kuzimu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaangusha lile la giza lilosimama, ninalipindulia mbali katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, mfalme wa falme, akujaze, akuwezeshe, akusaidie. Vutwa katika uweza wa nguvu zake, ongozwa katika roho sasa. Baba, asante kwa pendo lako. Endelea kuleta faraja, endelea kuleta faraja kwa Watanzania, kwa vijana. Fariji Bwana, gusa mioyo yao, ichaze neema yako tena na neno, wakujue zaidi Mungu wangu. Baba, kanisa lako liinue, liponye, lete hekima na maarifa. Naomba utusaidie watumishi wote wa Tanzania, wote Bwana, maaskofu, wachungaji, wainjilisti, parishweka, wote manabii, mitume, wote Bwana, walimu wa neno lako, wote watumishi, tukashikamane kwa pamoja, tukawe na umoja wa roho, tukutumikie katika huo. Mungu tusaidie ili tuweze kusimama pamoja katika hali zozote kwa utukufu wako, ili Mungu tukuzwe sana Tanzania, Afrika na hata duniani pia. Naomba tujalie kwa neema yako, ili tushikamane kwa mshikamano mkuu katika jina la Yesu. Bariki, tubariki. Baba, nyakati zilizosalia za kuishi kwenye hii dunia, tutendee haya watumishi wako na kanisa lako Tanzania, tuweze kuwa wamoja bila kuangalia dhehebu wala chochote. Baba, tusaidiwe na neema yako kwa roho, tushikamanishwe pamoja katika umoja wa roho, tuitende kazi yako pamoja, tukemee kwa nguvu moja, tusimame katika kweli kwa umoja, katika kukemea uovu kwa pamoja. Tujalie hayo Baba, tuvute, tuongozwe nawe kwa uweza wako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa kuponya, kwa kuokoa, kwa kubariki sasa na hata milele. Amina. Mungu akubariki sana. Yesu wa neema akujalie neema. Namba ya simu unaweza kuitumia kwa mawasiliano na mimi kwa jambo lolote unalokusudia au unalopendezwa nalo kwa kazi ya Bwana. Na kwa mawasiliano ya maombi na mengine, namba ni hii ya Airtel, ni 0787627591. Nairudia tena, ni 0787627591. Ya Vodacom ni 0762282439, 0762282439. Ubarikiwe. Karibu tena na wakati mwingine. Karibu pia kwenye huduma ya TikTok live, na kuwa nayo muda wa saa 4 asubuhi, mchana saa 9, saa 10 jioni, lakini pia usiku saa 6 na kuendelea. Karibu na Mungu akutunze, akujalie nguvu na uwezo. Amina.